Kindiki amehakiki juhudi za serikali kukabiliana na wahalifu waliotekeleza mauaji kaunti ya Kitui. Kindiki akisema hakuna mtu aliye na haki ya kuhatarisha maisha ya wananchi na kuvamia mali yao ili kunusuru maisha ya mifugo. Amesisitiza wananchi kuishi kwa amani, serikali ikitafuta suluhu la kudumu, akionya dhidi ya siasa kuingizwa katika swala hilo, ila akidokezea msumeno sawia utakata pande zote mbili ikiwa kuna mwanasiasa husika katika mauaji hayo. Kero la mauaji katika eneo la Sekuru, kaunti ya Kitui likiendelea kuwakaba koo wakazi na viongozi kutoka maeneo hayo. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki amesema kuwa serikali tayari imeanzisha uchunguzi kuhusiana na kisa hicho na kufanikiwa kwa kiasi kuwachukulia hatua za kisheria wahusika wa mauaji ya wananchi hao. Those who are responsible for the death of quite a number of Kenyans. We take action, but more importantly, we want to make sure that we don't have incidents like this reoccurring, because they push us backwards. After we've taken some steps forward, this kind of happenings push us backwards. And therefore, on behalf of the government of Kenya and on behalf of our security managers, I want to give the assurance to the people of Kitui that we will return normalcy and sustain normalcy. It is barbaric for citizens to kill one another for whatever reason. Kindiki akisema kuwa hakuna mtu yeyote ambaye ana ruhusa ya kuhatarisha maisha ya mwingine wakati ambao wanachunga mifugo wake au kuvamia mali ya mwingine, kwa sababu kila Mkenya ana haki kikatiba. Anybody who thinks they have the right to punch or throw punches in the air must know that that right to throw punches in the air ends where my nose starts. Livestock keepers, farmers, traders, all manner of people have a legitimate right to pursue their socio-economic empowerment, but not at the risk of the rights of other people. So we've made some progress in terms of immediate accountability, but as I've said, it's not enough just to punish the wrongdoer. That's not enough. It's the starting point. The starting point is to make sure that that interface between livestock and crops is sustainably managed. Ameonya dhidi ya kueneza na kuingiza siasa katika swala hili, kwani hiyo ndiyo njia rahisi ya kutofanikiwa katika visa hivi, ila akiweka wazi kuwa ikiwa kuna mwanasiasa aliyehusika atakabiliwa, kwani hakuna tofauti katika uhalifu. We should not politicize crime. That is the easiest shortcut to losing the war against crime. And for all recurrent crimes that keeps on reoccurring, whether it's banditry, terrorism, and other forms of organized crime, the easier excuse is the politicization. Even between there is a political leader or a member of government who is involved, that should not be a difficult thing, because you know crime is just crime. That's how the way I look at it. Amesisitiza kwa wananchi kutangamana na kuishi kwa amani wakati ambapo serikali inatafuta suluhu la kudumu wala sio la muda. Fredrick Kwambua, Undugu TV.